زان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ये आयात सूरह नूर की हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, Halifa mtukufu ayyadahullahu taala bin Asal Aziz anasema kwamba aya hizi ni za sura An-Nur. Mwenyezi Mungu anasema, haivi kauli ya waaminio wanapoitwa kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake ili ahukumu baina yao, ila kusema tunasikia na tunakubali, na hao ndio wapatao faulu. Na anayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake na kumnyenyekea Mwenyezi Mungu na kumwogopa, basi hao ndio watakaofuzu. Na wanamwapa Mwenyezi Mungu kwa kiapo chao kigumu ya kwamba ukiwaamrisha bila shaka wataondoka. Sema, msipe. Utii wa kawaida ndio unaotakiwa. Hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Sema, mtini Mwenyezi Mungu na mtini mtume, na kama mkikengeuka basi aliyolazimishwa yeye ni juu yake, na ni juu yenu mliolazimishwa nyinyi. Na kama mkimtii
utaongoka si vingine juu ya mtume ila kufikisha ujumbe waziwazi. Mwenyezi Mungu amewaahidi wale walioamini miongoni mwenu na kufanya vitendo vizuri, bila shaka atawafanya mahalifa katika ardhi kama alivyowafanya mahalifa wale wa kabla yao, na kwa yakini ataimarishia dini yao aliyowapendelea, na atawabadilishia amani baada ya hofu yao. Wataniabudu, hawatanishirikisha na chochote, na atakayekufuru baada ya hayo, basi hao ndio wavunjao amri. Na simamisheni swala na toeni zaka na mtini mtume ili mrehemeve. Katika mwezi wa Mai kwa ajili ya jumuiya kuna siku maalum, yani siku ya tarehe 27 ya Mai ambayo inasherekewa kama ni siku ya uhalifa katika jumuiya. Ingawa bado kuna siku tatu ya tarehe ile, lakini nimechagua mada kuhusiana na siku hii. Ikiwa tarehe 26 ya Mai ilikuwa siku ya huzuni ya kutetemesha mioyo kwa ajili ya jumuiya, na siku ile ilitetemesha wengi, na siku ile ilikuwa kama ni kukosa utulivu, na wanajumuiya walihuzunika sana siku ile. Katika historia ya jumuiya imeandikwa vitendo vya maadui wa jumuiya ya aina hii, kwamba kwa kusoma mtu anashangaa kwamba mtu anaweza kuanguka kiasi hiki. Wale watu ambao walisema maneno machafu wakati wa kifo cha Sayyidina alayhi salatu wassalam, na wao kwa kujinasibishwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa rahmatul alamin, walifanya vitendo vya aina hii. Lakini wao kama mwanadamu anafanya sawa na maumbile yake, wao pia walifanya. Lakini tarehe 27 ya Mai, sawa na kudra ya Mwenyezi Mungu, kama ahadi zake zinatimia katika siku ile ya tarehe 27, siku ile ilikuja kama ni utulivu kwa ajili ya wanajumuiya, na ilileta bishara ya kutimia ahadi za Mwenyezi Mungu alizozifanya na Sayyidina alayhi salatu wassalam. Na siku ile ilikuja kama ni kuunguza maadui katika moto. Siku ile ilikuja kwa kukinyaga furaha ya maadui. Basi siku hii kwa ajili ya jumuiya si siku ya kawaida, bali siku hii ni muhimu sana, na umuhimu wake unazidi wakati sisi tunapoona bishara za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wengi wa Waislamu wanaona kwa hamu sana katika jumuiya, si kwa hamu bali wanaona kwa husuda sana katika jumuiya kwamba uhalifa unapatikana ndani ya jumuiya, na kwa ajili ya kuimarisha uhalifa wamewahi kufanya juhudi mara chungu mzima na wanaendelea kufanya juhudi, lakini kila wakati walishindwa kwa sababu ya hii kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam walikataa amri waziwazi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wakati Masihi aliahidiwa na Imam Mahdi atakapokuja, ninyi kwa kujiwekea katika shida muende hata kama ni kwa magoti yake, mumfikie na mumfikishie salamu yangu. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza alama zake pia, kwamba alama hizi zikitimia basi mjue kwamba aliyedai ni mkweli katika madai yake. Alama hizi ni za mbinguni na ni ardhini,
mara chungu mzima alama hizi zinaelezwa mbele ya maadui wa jumuiya. Sitaeleza sasa hivi alama zile, lakini wale ambao hawakubali ni bahati mbaya yao kwamba wao kwa sababu ya masilahi ya dunia au kwa sababu ya haufu ya maulamaa wa kijina au kwa sababu ya kutokusikia maagizo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, si hii tu kwamba walimkataa aliyedai, bali walisema maneno machafu हुकूमतें इस हद तक बढ़ गई हैं कि अल्लाह ताला के इस फरिश्तादे के खिलाफ निहायत गंदी और मकरूह किस्म की जुबान kwa sababu ya haufu ya wale mamulla. किस्म के इनके फेल होते हैं. Serikali mbalimbali imezidi katika upinzani kiasi hiki kwamba dhidi ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu wanatumia maneno machafu sana na wanafanya vitendo vya kuchukiza sana, दिखा रहा है अल्लाह ताला की ila hali zama inatangaza waziwazi kwamba kuna haja ya kuja kwa Masihi aliyeahidiwa na Imam Mahdi, na Mwenyezi Mungu ameshaonyesha ishara na alama na anaendelea kuonyesha ishara, na lakini hawa watu wanaendelea kumkataa aliyekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kila baada ya upinzani wanaanguka katika adhabu mpya, lakini wanasisitiza katika upinzani kiasi hiki kwamba hawataki kuacha upinzani wao. और इसका ऐलान हजरत Basi hii si, ikiwa hii si bahati mbaya hawa watu, tunaweza kusema ni nini tena hii? के साथ तो नहीं. Hazur anasema kama nilivyosema kwamba siku hii ya tarehe 27 ni muhimu sana katika jumuiya, पहले ऐलान फरमाकर na tangazo lake mtume sallallahu alaihi wasallam alitangaza katika hadithi moja, ingawa haikutangazwa kwa kutaja tarehe, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alitangaza kwamba Masihi aliahidiwa atakuja, na alitoa bishara ya uhalifa. वसल्लम ने ऐलान फरमाया. Kwa kufanya hivi alitoa bishara kuhusu siku hii. Basi zaidi ya hii, je, kuna umuhimu wa kitu kingine kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alitangaza kuhusu siku hii? Kuna hadithi moja mtume sallallahu alaihi wasallam isemayo, डालेगा और खिलाफत Hadrat Huzaifa radhiallahu ta'ala anhu anasimulia mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, unabii utabaki kati yenu mpaka Mwenyezi Mungu akitaka, kisha Mwenyezi Mungu atauchukua, जिससे लोग na baadaye uhalifa kwa njia ya unabii utapatikana, kisha Mwenyezi Mungu akitaka mpaka akitaka atauchukua, kisha sawa na kudra yake ufalme ujeuri utapatikana, na kwa sababu ya ufalme ule watu watakuwa katika shida, na wakati ule utakapopita, dhama ile itakapopita, kisha sawa na kudra ya Mwenyezi Mungu ufalme ujeuri zaidi utapatikana mpaka rehema ya Mwenyezi Mungu itapatikana. Mwenyezi Mungu wa rehema yake ataondoa wakati ule, kisha uhalifa utapatikana kwa njia ya unabii. Na kwa kusema hivi mtume sallallahu alaihi wasallam alinyamaza kimya. क़याम का फरमाया, जिक्र फरमाया. Basi kwanza mtume saa salam alieleza kuhusu unabii wake, kisha alieleza kuhusu khilafati rashida, yani uhalifa uliopatikana baada yake. Alitoa bishara ya uhalifa ule. कि पहली चार खिलाफ Uhalifa ule ulikuwa katika mwenendo wa unabii, na kwa mwenendo ule utaendelea kupanuka, na dunia ilishuhudia kwamba uhalifa wa kwanza ambaye ni khilafati rashida, सरंजाम देती है. uhalifa ule ilikuwa mbali katika tamaa ya dunia kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, ilizingatia ridhaa yake, na kwa kufanya hivi uhalifa ule uliendelea kutimiza majukumu yake. Kisha baadaye neno kwa neno bishara ile ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia ilitimia बादशाह kwamba मुसलमानों में नजर आती है. katika
wakati mbalimbali ufalme ujeuri ulipatikana. baadhi wakati ilikuwa kidogo, lakini baadhi wakati ilikuwa ujeuri zaidi. baadhi wakati ufalme uliwasumbua watu kidogo, baadhi wakati uliwasumbua zaidi. ufalme wa aina huu unapatikana, na baada ya uhalifa wa kwanza ufalme wa aina huu ulipatikana. दुनिया की तरफ रुझान था। na tunaona kwamba dhulma pia ilitendewa katika ufalme ule. ikiwa tunasoma historia, होता आया है, अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम करता है। ufalme uliegemea zaidi katika dunia kuliko dini. फिर अल्लाह ताला का रहम जोश में आएगा। kisha mtume saa salam alisema kama ni desturi yake, mwenyezi mungu anarehemu waja wake अल्लाह मिनहाज नबूवत कायम होगी। baada ya giza. उसके बाद आप खामोश हो गए, जैसा कि हदीस में rehema ya mwenyezi mungu tena itapatikana, हदीस पर गौर na wakati wa shida na dhulma itakwisha, zama ya shida itakwisha, na baadaye uhalifa kwa mwenendo wa unabii utapatikana. na baadaye mtume saa salam alinyamaza kimya. kwa kuzingatia hadithi hii, kila mtu anaweza kushuhudia kwamba wakati kuhusu bishara yake kuhusu uhalifa wa kwanza ilitimia, kisha baadaye ufalme ujeure uliopatikana. kuhusu hii pia bishara ya mtume saa salam ilitimia. खुदा ताला के भी इस ऐलान के वाखरीना में kisha kuhusu sehemu yake ya mwisho, ingawa alama zote zimetimia, वो उसे ingawa mwenyezi mungu amekwisha tangaza waakharina minhu lamma yahlaku bihim, yaani miongoni wa watu wa baadaye katika taifa lingine pia mwenyezi mungu atatuma nabii और वो गालिब और हिकमत ambao bado hawajaungana nao, अल्लाह ताला की na mwenyezi mungu atafanya tena mpango wa uhalifa katika njia ya unabii. na kisha mwenyezi mungu anasema wala azizul hakim, mwenyezi mungu ni mwenye nguvu na mwenye hekima. ikiwa hekima ya mwenyezi mungu iliamua wakati rehema yake ilipopatikana, तो उसने वैसा किया। mwenyezi mungu alifanya mpango wa kuwaondoa waislamu katika ufalme jeuri, कि जहां हम na uhalifa katika njia ya unabii ulipopatikana, इरशाद na mwenyezi mungu alifanya hivi. के पहले हिस्से की basi sisi wahamadia ni wenye bahati nzuri ikiwa sisi पूरा होता हुआ समझते हैं, वहां हम tuna हिस्से पर भी ईमान लाते हैं। tunasadikisha sehemu ya kwanza ya hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na tunaamini ile hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. tunaona ile sehemu ya kwanza ya hadithi ilitimia, vile vile tunaamini sehemu ya mwisho ya hadithi pia. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, tuna yakini na imani kamili kwamba sehemu ya mwisho ya hadithi pia ilitimia. कि आखरीन मिनहुम लम्मा kuna hadithi ingine ya mtume sallallahu alaihi wasallam होंगे जो पहलों से मिलने वाले हैं, जो भी उनसे मिले नहीं। इस पर ईमान रखते हुए जमाने के हालात kuhusu kauli hii ya mwenyezi mungu wa akharina minhum lamma yalhaku bihim, yani watu watapatikana katika watu wa baadaye. kwa kuamini kauli hii ya mwenyezi mungu मसीह मौद अलैहिस्सलाम को na kwa kuona kwamba alama zote zimetimia na kuona hali ya dhama, sisi अल्लाह कहकर पुकारा। फिर फरमाया tunaamini imam mahdi aliyekuja. फिर आखरीन मिनहुम की आयत के मुताबिक mtume sallallahu alaihi wasallam ताला ने alimuita sainam alahi salatu wassalam katika hadithi moja kwa kusema nabiullah. kisha mtume sasema alisema baina yangu na baina ya masihi aliahidiwa hakuna nabii yeyote. kisha kwa mujibu wa aya wa akharina minhum, mwenyezi mungu katika zama ya mwisho aliyekuja katika zama ya mwisho, के तौर पर मबूस हो mtume saa salam alisema kwamba kuja kwake ni kama kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam.
kana kwamba masihi aliyeahidiwa aliyekuja kwa kujizama katika mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam alipata makamu na daraja ya unabii कि आने वाला इन लोगों में से होगा, गैर अरबों में से होगा। mtume sallallahu alaihi wasallam katika ईमान के गायब होने tafsiri ya aya hii kwa kuweka mkono wake juu ya bega la Salman Farsi alisema atakayekuja atakuwa miongoni mwa hawa, yani atakuwa nje ya Waarabu, कि उस जमाने में जब हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम na alitoa alama hii pia kwamba imani itapotea na itaenda katika kilimia, nyota kilimia, na maulamaa wanakubali kwamba wakati sinama alayhi salatu wasalam alipodai hali ya imani ya waislamu ilikuwa dhaifu sana, ilikuwa mbaya sana, kana kwamba imani ilipotea ardhini. ये माऊद यकीनी वक्त पर आया। यहाँ ये भी वजाहत कर दूं Hawa wanaona kwamba alama zinatimia, na kutimia kwa alama inaonyesha kwamba masihi aliyeahidiwa aliyekuja alikuja kwa wakati wake. Hazur anasema hapa nieleze hii pia kwamba sinama alayhi salatu wassalam kwa sababu ya kuwa khatamul khulafa फायज हुए, alipata mwisho wa ule uhalifa खुद का आला तरीन मयार था। ambao ni hali mzuri ya uhalifa. मसीह माऊद होने की हैसियत से Alipata ile daraja ताला के ambayo ni hali ya juu ya kupata uhalifa kwa kufuata njia ya unabii, kwa kuwa masihi aliahidiwa alayhi salatu wassalam खिलाफत का जो निज़ाम sawa na kauli ya Mwenyezi Mungu na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu ya kujipoteza katika mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nabii उसका काम wa Mwenyezi Mungu, na nidhamu ya uhalifa uliopatikana baada ya kuja kwake, कुरान करीम की तालीम के मुताबिक ile nidhamu ya uhalifa kwa hakika ni katika njia ile ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kazi yake, yani kazi ya uhalifa ule ni kuimarisha mafundisho ya Qur'ani tukufu katika Waislamu, na sawa na mafundisho ya Qur'ani tukufu और जमात kutimiza, kufanya juhudi ya kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za watumishi wake, खिलाफत na kwa kufanya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa kiongozi, kufuata ile sunna na kukumbusha jumuiya kuhusu ile sunna na kujitahidi jumuiya ifuate ile sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. ताला से इत्लाफ Basi uhalifa wa Ahmadiyya katika kuuisha Islam mara ya tena ni silsila ile ile ya uhalifa wa kwanza. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupata habari kutoka kwa Mwenyezi Mungu अता फरमाई। baada ya kupita muda mwingi alisema uhalifa ule wa kwanza utakatika, यकीनन उन लोगों को na kuhusu uhalifa wa pili kwa kupata bishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu alitoa bishara kwamba uhalifa ule utaendelea kwa milele. Lakini चलने वाले aliwabashiria nani? Aliwabashiria wale ambao watakaotimiza haki ya kujiunganisha na uhalifa, na watatimiza haki ya kujiunganisha na uhalifa, na wanafuata uchamungu, क्योंकि खिलाफत na wanafanya vitendo vizuri, na wanazidi katika ibada. इसलिए अल्लाह ताला Wapo watu wengi ambao wanajiunga na jumuiya, lakini दुनियादारी की खातिर wao kwa sababu hawatimizi haki ya kujiunganisha na uhalifa, ndiyo maana Mwenyezi Mungu anawatoa nje ya jumuiya क्या कभी ऐसे लोगों kwa ajili ya dunia. जमात अहमदिया की Wao wanatenganishwa katika jumuiya au wao wenyewe wanajitenga katika jumuiya. Lakini je, kwa sababu ya kwenda kwa watu wa aina hii katika maendeleo ya jumuiya tofauti ilipatikana? Je, kizuizi kilipatikana kwa sababu ya hawa watu? Kwa sababu ya kwenda mtu mmoja Mwenyezi Mungu anatupatia jumuiya nzima. Matawi yaliyokauka yanapokatwa
matawi mengine yanaota. और निगहदाश्त का काम kwa sababu hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu kwamba ये कभी नहीं हो सकता kwamba nidhamu ya uhalifa itaendelea. और नबी की पेशगोई का पास न करे। ndiyo maana kazi ya kuangalia na kukata matawi yaliyokauka, hii pia kazi Mwenyezi Mungu anafanya mwenyewe. Hii haiwezi kutokea kwamba Mwenyezi Mungu asijali kuhusu bishara ya mja wake, na bishara ile iliendelea kutimia na itaendelea kutimia siku za usoni pia, ingawa baadhi wakati hali ya aina hii inapatikana kwamba maadui na wenye imani dhaifu wanaona kwamba jumuiya itakwisha sasa au kesho, दौर तो जमात पर उस lakini जब हज़रत msaada wa Mwenyezi Mungu unaondoa jumuiya yake katika hali ile. दुश्मन खुश थे और अहमदी परेशान। wakati ambao ulitetemesha mioyo ya watu ulikuwa wakati Sayyidina Ali sallallahu wasallam alipofariki. Wakati ule maadui walikuwa na furaha na wanajumuiya walikuwa na huzuni, lakini Sayyidina Ahmad sallallahu wasallam इस बात से मायूस alitayarisha jumuiya yake kuhusu hii mapema kwa kusema kwamba Mwenyezi Mungu amenibashiria mara kwa mara kwamba wakati wangu unakaribia, yani wakati wa kufariki kwangu unakaribia, kwa hiyo haina haja ya kuwa na huzuni. Katika kitabu kitwacho Al-Wasiyat alisema Sayyidina Ali sallallahu wasallam माली kwamba msiwe na huzuni, फरमा दिया और उसके कायम होने और हमेशा रहने की खबर भी दी। Sayyidina Ali sallam alitoa bishara ya kufariki kwake, vile vile alitoa bishara kwamba, na alieleza nidhamu ya jumuiya ya kuimarisha jumuiya, कि वो जमात को na alitoa bishara kwamba nidhamu ile itaendelea kwa milele. जिसकी तरक्की करने Alisema msiwe na huzuni, msiwe na wasiwasi, Mwenyezi Mungu ameniahidi kwamba ataipatia jumuiya hii maendeleo, kwa sababu jumuiya hii ni jumuiya ile ambayo कि खुदा का कलाम kwamba kuna bishara jumuiya hii itaendelea kupata maendeleo na uhalifa utapatikana ndani ya jumuiya hii, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoa bishara yake. Sayyidina Ali sallallahu wasallam anasema kwamba maneno ya Mungu yaniambia ya kuwa misiba mingi itadhihirika na maafa mengi yatashuka ardhini, कुछ मेरे हाथ से और कुछ मेरे बाद। mengine yatadhihiri katika uhai wangu na mengine baada yangu, naye ataipa jumuiya hii maendeleo makamilifu, kadiri fulani kwa mkono wangu na kadiri fulani baada yangu. Sayyidina Ali sallallahu wasallam akasema, ndiyo kusema kwamba hudhihirisha kudra ya namna mbili. Ya kwanza, kwa mkono wa manabii wenyewe huonyesha mkono wa kudra yake. Pili, katika wakati ambapo matatizo yanazuka baada ya kifo cha manabii na maadui hupata nguvu na hudhani mambo yameharibika, na huwa na yakini kwamba sasa jumuiya hii itafutika, bali na wanajumuiya nao huhangaika na kuvunjika moyo, na baadhi yao wenyewe bahati mbaya wanashika njia ya kuritadi. Hapo Mwenyezi Mungu hudhihirisha mara ya pili kudra yake yenye nguvu na kuimarisha jumuiya iliyokuwa inaanguka. Sayyidina al-Islam anasema kwamba kwani hamna budi kuiona kudra ya pili vile vile, na kuja kwake ni bora kwenu, kwa sababu hiyo itadumu nayo itaendelea bila kukoma mpaka kiyama. Na anasema na hiyo kudra ya pili haiwezi kuja mpaka niondoke, lakini ni ondokapo hapo Mungu atakutumieni hiyo kudra ya pili itakayodumu nanyi milele, kama Mwenyezi Mungu aliyoahidi katika Barahini Ahmadiyya. Ahadi hiyo hainihusu mimi, bali yawahusuni nyinyi, kama alivyosema kwamba nitashindisha jumuiya hii
inayokufuata juu ya wengine hadi kiama. Huzuri anasema kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu tangu miaka 105 tunaona jumuiya iliendelea kupata ushindi. Jumuiya ilipata upinzani ya aina mbalimbali, lakini jumuiya iliendelea kupata maendeleo siku hadi siku. कामयाबी के हैरत अंगेज Katika nchi moja और यही नहीं ndui inajaribu kufanya dhulma, वहाँ भी अफराद जमात katika nchi nyingine Mwenyezi Mungu anatufungulia njia za mafanikio. Tena si hiyo tu, bali nchi ambapo tunadhulumiwa na tunasumbuliwa, kule pia के बावजूद Mwenyezi Mungu anaimarisha imani ya wanajumuiya. राहों पर दौड़ाता चला जा Na Hazura anasema kama mimi najiona nafsi yangu kwamba kwa kuwa na udhaifu wa aina mbalimbali, namna gani Mwenyezi Mungu anaendelea kuendeleza jumuiya hii katika njia ya mafanikio. Kwa kuona hii, imani yangu inazidi sana kuhusu Mwenyezi Mungu, na yakini inaimarika zaidi kuhusu ahadi za Mwenyezi Mungu kwamba bila shaka ni mkono wa Mwenyezi Mungu ambao unaendelea kuendeleza jumuiya, कायम होने के साथ ही na yeyote Mwenyezi Mungu atakayemchagua kuwa halifa, Mungu ataendelea kumsaidia inshallah taala. इमाम सादिक ये बात के खिलाफ Baada ya kupatikana kwa uhalifa wa 5, Mwenyezi Mungu alionyesha msaada wake kwamba bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kauli ya ashiki wake, uhalifa ni kwa milele, na hii ni kudra ya Mwenyezi Mungu, na nidhamu hii kwa fadhili za Mwenyezi Mungu itaendelea inshallah taala. इनमें अल्लाह ताला ने इन तमाम Lakini Mwenyezi Mungu जो खिलाफ wale wanaopata baraka kutoka katika uhalifa ameeleza sifa zao na alama zao. Aya nilizozisoma mbele yenu, katika aya hizi Mwenyezi Mungu ameeleza hali na alama na sifa ambazo ni muhimu kwa ajili ya wale wanaopata baraka kutoka katika uhalifa. हमने सुना Mwenyezi Mungu anasema फरमाया कि यही लोग हैं wakati पाने वाले, waaminio wanapoitwa kwa Mwenyezi Mungu, बस यहाँ से wao wanasema semena wa taana, tumesikia na tumetii. शुरू में, बल्कि जैसा कि कुरान करीम का Mungu anasema hao ndio watakaofuzu na watakaoona mafanikio. वहाँ हुकूकुल इबाद की भी तफसील है। मुआशरती Hapa haikuelezwa ibada ya Mwenyezi Mungu tu au ibada ya dini, bali kama Qur'ani tukufu inadai kwamba ikiwa imeelezwa haki za Mwenyezi Mungu, vile vile haki za wanadamu pia zimeelezwa, na vile vile mambo ya serikali pia imeelezwa. Qur'ani tukufu ni kitabu kikamilifu kwa ajili ya wote. Hazur anasema hapa kuna onyo kwa ajili ya wale pia ambao katika mambo yao ya dunia na katika करते हैं और मुल्की अदालत में katika mfarakano wao जो आयली और घरेलू katika jumuiya, इसी तरह बाज और दूसरे मामलात भी wao wanakataa mbele ya nidhamu ya jumuiya, ila hali jumuiya inajitahidi kufanya kuamua sawa na mafundisho ya Qur'an tukufu. और जब अदालत में Hao wanakataa, kisha wanaenda katika mahakama ya dunia, वो कुछ ना मिले जो na nia yao mbaya inaonekana wakati kwanza wanapokataa, hawataki kuleta mambo yao katika nidhamu ya jumuiya, lakini katika mahakama ya dunia uamuzi unapotolewa dhidi yao, au kama hawapati waliotaka, kisha wanarudi tena katika jumuiya, na hii inaonyesha nia mbaya yao, और निजाम na hii inaonyesha udhaifu wa imani yao. Mwenyezi Mungu anasema waaminio ni wale ambao खुदा और उसके रसूल के फैसलों के मुताबिक हो। wanaamua na wanafanya mambo yao yote sawa na uamuzi wa Mwenyezi Mungu na uamuzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nidhamu ya jumuiya inajitahidi na inatakiwa ifanye hivi kwamba uamuzi wote utolewe sawa na amri ya Mwenyezi Mungu na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazur anasema hapa nataka kuwaonya wale
ambao hawatoi maamuzi yao sawa na Qur'an tukufu. Kwa kufanya hivi wao wenyewe pia wanakuwa wenye dhambi na wao wanakuwa sababu ya kuwafukuza wanajumuiya katika jumuiya. Mwenyezi Mungu ameeleza kazi ya uhalifa ni kufanya uadilifu baina ya watu na kufanya uamuzi kwa uadilifu. Siku hizi jumuiya imepanuka kiasi hiki kwa fadhili za Mwenyezi Mungu kwamba kwa ajili ya halifa si rahisi kwamba afike kila mahali au aangalie kila jambo mwenyewe. Kadiri jumuiya itakapoendelea kupata maendeleo, kazi hii itaendelea kuwa ngumu zaidi. Kwa hiyo wenye madaraka ambao wamepewa majukumu, ikiwa wao kwa kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu na kwa kufuata ucha Mungu hawatoi uamuzi na hawatimizi jukumu lao, katika hali hii wao wanamfedhehesha halifa na wanakuwa mwenye dhambi pia mbele ya Mwenyezi Mungu na wanamfanya halifa pia kuwa mwenye dhambi. Basi kwa hasa makadhi na wenye madaraka na viongozi ambao wanapewa jukumu la kuamua na kutoa uamuzi, wao kwa kubaki juu ya uadilifu wanatakiwa waimarishe uhalifa na wanatakiwa wafanye hivi. Pengine ni hawa watu ambao kwa kidhahiri ni wenye madaraka lakini wanakata mizizi ya nidhamu ya uhalifa. Basi ikiwa upande mmoja Mwenyezi Mungu amewafuzu wale watu ambao kwa kuwa Mwenyezi Mungu na kwa kumcha yeye wanapata mafanikio na maendeleo kwa kutii nidhamu ya jumuiya na kwa kutii uhalifa, wanapata thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Pamoja na hii nataka kuambia wale wenye madaraka wote katika jumuiya na makadhi pia kama nyinyi pia mfanye kazi kwa mujibu wa amri ya Mwenyezi Mungu na amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Msifanye kazi ambayo inawapelekeni mbali katika uadilifu, ambayo inakuwa nje ya uchamungu. Mujitahidi kutimiza haki ya kuwa mwakilishi wa halifa. Ikiwa hamwezi kufanya hivi, wakati itakuja lazima mtakamatwa. Ikiwa duniani mtaadhibiwa, katika hali hii mtapata adhabu ya Mwenyezi Mungu pia. Kwa ajili ya kila mwenye madaraka, jambo hili ni lenye hofu sana. Kupata madaraka si kupata madaraka, bali ni jukumu kubwa sana. Kisha Mwenyezi Mungu anasema, ikiwa mnadai kwamba mnamwamini Mwenyezi Mungu na mnadai kwamba mnaamini mtume wake na mnadai kwamba mnaamini Masihi aliahidiwa na mnadai kwamba mnatanguliza dini juu ya dunia, katika hali hii mnalazimika kufuata kila amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Imamu wa dhama hii yoyote aliyosema mufuate maagizo yake. Maagizo mnayopewa kutoka kwa halifa mufuate yale maagizo. Pengine kula kiapo kwenu na kudai kwamba sisi tutafanya hivi na tutafanya hivi haitakuwa na maana yoyote. Mwenyezi Mungu anajua hali ya mioyo yenu, anajua na ipo katika elimu yake kwamba mnasema nini na mnafanya nini. Sisi wakati wa kila mkutano tunaahidi kwamba yeyote atakayeamuru halifa mtukufu tutalazimika kufuata, lakini baadhi wakati katika mambo madogo madogo hatufuati, bali amri zilizotolewa na Qur'an tukufu hata hatufuati zile amri na hatupati imani ndogo. Sasa natoa mfano moja.
hapa katika west coast ilifanyika mkutano wa mwaka. में रहती है हयादार labda mama mwingine pia yatapatikana baadaye, lakini kuna mfano wa kina mama. को ढांकना चाहिए। Niliwakumbusha kuhusu hii kwamba kila mwanamke ambaye anaishi katika nchi hii anatakiwa avae mawazi mazuri na afanye hijabu na anatakiwa ajifunike vizuri, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि इस तरह कोई तवज्जो na hii ni amri ya Qur'ani tukufu, si amri ya kawaida, bali Mwenyezi Mungu ameeleza hasa kuhusu hii na lazima mfuate amri hii. Lakini baada ya kidogo niliona kwamba kina mama hawakujali kuhusu hii, सफाई करने वाले उनको इकट्ठा कर bali kina mama wengine ambao इस्लाम ने lajna maila waliwapatia hijabu na walipewa baibui kutoka kwa lajna maila, wao waliacha baibui yao miskitini, na wale wanaosafisha miskiti wanakusanya baibui yao na hijabu yao. क्यों अपना ख्याल रखो। Islam ilitoa amri ya hijabu kwa ajili ya wanawake na kwa ajili ya wanaume pia, lakini mwanamke, kuhusu mwanamke Mtume Sayyidina alayhi salatu wasallam alisema kwa hasa kwamba lazima wajifunike vizuri, कोई मेहनत नहीं है। kwa sababu wanaume baadhi wakati macho yao yanakuwa bila lijamu, na amri hii ilitolewa kwa ajili ya heri ya wote wawili, kwa ajili hakuna juhudi inayotakiwa ifanywe, lakini kwa sababu dunia inatangulizwa, kwa hiyo jambo hili halizingatiwi. Mwenyezi Mungu anasema ikiwa mnafuata amri zangu mtafaulu, ikiwa hamfuati basi katika hali hii kazi ya mtume ni kufikisha ujumbe na kueleza amri za Mwenyezi Mungu waziwazi. Hii ndiyo ni kazi ya nabii. Ikiwa mnafuata mtaongoka कि हम अहमदी हो गए। na mtatimiza haki ya baiyati yenu. Ikiwa nini hamfanyi hivi, basi Mwenyezi Mungu anajua kila kitu. कुछ फायदा नहीं दे Msifurahi kwa sababu ya hii tu kwamba sisi tumekuwa na jumuiya au tumezaliwa katika nyumba ya manajumuiya. जो इंसान की जिंदगी का Sinam alayhi salatu wasalam pia anasema baiyati yangu haitafaa हमारे अच्छे भले ikiwa hamfanyi vitendo vizuri. बाद ओहदेदार हैं Kisha swala ni amri ya msingi जमात में, ambayo ni lengo la kuumbwa kwa mwanadamu, lakini kuhusu hii pia उनकी बीवियां बता दें viongozi wenu pia wanaonyesha udhaifu. Wapo wenye madaraka ambao wanafanya kazi na wanafanya kazi kwa makini, labda wanaswali swala miskitini, lakini wake zao wananiambia kwamba nyumbani hawaswali swala wakati wanapokuwa nyumbani. हो जाए। Basi ikiwa amri hii maalum ya Mwenyezi Mungu haifuatwi katika hali hii, dai hili halina maana kwamba sisi tutafanya hivi au tutafanya hivi. Kwanza muboreshe hali yenu. Ikiwa hali ya aina hii inapopatikana kwamba kila amri ya Mwenyezi Mungu inafuatwa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, juhudi maalum inafanywa katika hali hii. बजालाने की तरफ तवज्जो होगी। Katika hali hii mwanajumuiya anaweza kutimiza haki ya samehe na waatana, यानी अल्लाह na hali hii itakapopatikana na atakapopata maendeleo katika imani na atakapozingatia vitendo vizuri, katika hali hii फायदा उठाएंगे। hawa watu wataendelea kupata kutoka katika baraka na neema ya uhalifa. अमन में खुदा ताला बदलेगा Mwenyezi Mungu amewaahidi wale watu और अमाल सालिह बजाने ambao और इबादत करने वाले kwamba watapata faida na baraka neema kutoka katika neema ya uhalifa, na Mwenyezi Mungu atabadilisha hofu yao katika amani. Wale watu ambao wanaamini na wanafanya vitendo vizuri na wanajiepusha mbali katika kila ushirikina na wanatoa shukrani ya neema hii ya Mwenyezi Mungu ambayo inapatikana katika sura ya uhalifa. Kama nilivyosema kwamba Ahmadiyya, जिनको खिलाफत की नेमत से katika Ahmadiyya Mwenyezi Mungu ameendesha nidhamu hii. हिस्सा में Nje ya jumuiya hii nidhamu hii haiwezi kupatikana. Wanajumuiya kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu ni wenye bahati nzuri ambao का गैर मशरूत नहीं है। wao wamepata neema ya uhalifa kwa sababu ya kumpokea Sayyidina alayhi salatu wasalam. Huzur anasema kumbukeni kwamba ahadi hii ya Mwenyezi Mungu ina masharti yake pia. खौफ की हालत भी अमन में बदलती चली
na masharti haya yatakapotimizwa इस बात का कई मरतबा मुशाहिदा कर चुके हैं। kwa fadhili za mwenyezi mungu utulivu pia utapatikana na hali ya haufu pia itaendelea kubadilika katika hali ya amani ये समान फरमाता है और ये बात na wanajumuiya wameshawahi kushuhudia jambo hili mara chungu mzima katika maisha yao na wasiokuwa wahmadhia wao pia wameshuhudia kwamba namna gani mwenyezi mungu anafanya mpango wa utulivu wa wanajumuiya na wasiokuwa wanajumuiya wao pia wanashuhudia na nimeshawahi kueleza mara chungu mzima kwamba wakati wa uhalifa katika uchaguzi wa uhalifa wa 5 hali ya wahmadhia iliyokuwa wasiokuwa wahmadhia wao pia walihisi ile hali इस शान na wengine walikuwa katika दुनिया दंग रह गई। katika mpango huu na katika tamaa hii kwamba tuone jumuiya hali yake itakuwaje lakini ahadi mwenyezi mungu aliyofanya ahadi na sayyidina alayhi salatu wasalam ahadi ile ilitimia hivi kwa kuona ile kutimia kwa ile ahadi dunia ilishangaa na watu waliona kwa kupitia mta na hofu ilibadilika katika amani hivi kwamba asiyekuwa mwanajumuiya mmoja kiongozi yeye alimwambia mwanajumuiya mmoja kwamba mimi sikubali kwamba nyinyi ni wakweli lakini mimi nakubali jambo hili kwa kuona yote ile hali iliyotokea wakati wa uchaguzi wa halifa wa 5 kwamba mwenyezi mungu msaada wa mwenyezi mungu upo pamoja nanyi haina shaka kwamba msaada wa mwenyezi mungu upo pamoja nanyi lakini mimi sitakubali jumuiya पाकिस्तान में जो जुल्म की लहर आजकल चल रही है huzuri anasema watu wa aina hii pia wanapatikana ambao wanashuhudia kila kitu lakini wanabaki katika hali yao मैदान तो वसी से वसी तर होते चले जा रहे हैं dhulma inayotendeka huko pakistan siku hizi जो हम कोशिश करते हैं खत्म करने की। hii pia inaonyesha kwamba wahamadia wanaendelea kupata maendeleo siku hadi siku इन लोगों से मैं viwanja vyao vinaendelea kuwa vikubwa zaidi याद रखो कि हमारा मौला हमारा वली ikiwa tunajaribu kuwamaliza hawa sehemu moja hawamaliziki namna gani tunaweza kuwamaliza wanajumuiya lakini huzuri anasema nataka kuambia hawa watu enyi maadui wa jumuiya kumbukeni kwamba mola wetu ni yule mungu ambaye ana kudra ya kila aina इस्लाम की तरक्की अब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ वाबस्ता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि yeye hatawapatia ufaulu मसीह मौऊद के गुलाम kamwe maendeleo ya islam ने लहराना है imeunganishwa na sayyidina alayhi salatu wassalam जो खिलाफत bendera ya mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itapeperushwa na wafuasi wa sayyidina alayhi salatu wassalam अल्लाह को पकड़े हुए हैं। watapeperusha wale wanajumuiya ambao wanayakini ala khilafat ala minhaji nabua किसी को wale ambao wamejiunganisha na uhalifa wale ambao wapo katika silsila ya jumuiya wale ambao wameshika kamba ya mwenyezi mungu basi juhudi lenu la aina yoyote na shari yenu ya aina yoyote na shambulio lenu na msaada wenu wa serikali ya aina yoyote haiwezi kuzuia maendeleo na mafanikio ya jumuiya के फैज से wanajumuiya pia wanatakiwa wakumbuke kama nilivyosema इसके लिए हर kufuata uchamungu kuswali swala भरपूर कोशिश करें। na kuzidi katika kutoa katika njia ya mwenyezi mungu mambo haya yatawapatia baraka kutoka katika uhalifa kwa ajili yake kuna jukumu la kila mwanajumuiya kwamba ajitahidi sana तारीफ फरमाए हैं ili लोगों के लिए aweze kupata sehemu kubwa ya rehema ya mwenyezi mungu खिलाफत जाहिर रहना है या जिन्होंने खिलाफत से फैज पाना है या जिन्होंने जमात से मुंसलिक sasa hivi nitasoma maandiko baadhi ya sinama alayhi salatu wasalam kutoka katika kitabu kiitwacho alwasiyat चाहिए कि तुम भी हमदर्दी और अपने नफ्सों kwa ajili ya wale ambao watakaobaki katika nidhamu ya jumuiya watakaopata baraka na watakaopata ridhaa ya mwenyezi mungu maandiko haya ni kuhusu hawa watu sayyidina alayhi salam anasema na yapasa nyinyi nanyi mpate sehemu katika roho takatifu kwa kujitakasa nafsi zenu kwani ucha mungu wa kweli hauwezi kupatikana pasipo roho takatifu na kwa kutengana kabisa na tamaa za nafsi shikeni ile njia ya kupata radhi ya mwenyezi mungu ambayo hakuna njia nyembamba zaidi kuliko hiyo msiangukie ladha ya dunia kwani hizo za tenganisha na mungu jichagulieni maisha ya uchungu kwa ajili ya mwenyezi mungu
uchungu ambao unauridhia mungu ni afadhali kuliko ladha anayokasirikia mungu. Ushindi ule anaoridhia mwenyezi mungu ni bora kuliko ule ushindi unaosababisha ghadhabu ya mwenyezi mungu. Acheni mapenzi yale yanayosogeza karibu na hasira ya mungu. Mkienda upande wake kwa usafi wa moyo, yeye atawasaidieni kwa kila njia, wala adui yoyote hataweza kuwadhuruni. Hamwezi kupata radhi ya mwenyezi mungu kwa vyovyote mpaka mkiachana na ladha zenu na heshima zenu na mali zenu na kutokujali uhai wenu. Vumilie katika njia yake uchungu ulio mfano wa mauti, lakini mkivumilia uchungu huo mtakaa mapajani mwa mungu kama mtoto mpenzi, na mtafanywa warithi wa kweli waliopita kabla yenu, na mtafunguliwa milango ya kila neema. Lakini ni wachache walio na aina hii. Mungu akisema, akiniambia mimi, takwa ni mti unaopaswa kupandwa moyoni. Maji yale ya kuzayo uchamungu ndiyo yanayoyesheleza bustani nzima. Uchamungu ni mizizi ambao kama haupo basi hamna chochote wala lolote, lakini kama huo umebaki basi kila kitu kipo salama. Manadamu aufaidikaje na puuzi wa kudai kwamba anamfuata mungu lakini hakanyagi hatua ya kweli? Angalieni, nawaambieni kweli kweli ya kwamba ameangamia yule mtu anayechanganya dini na dunia hata kidogo, na jahanamu ipo karibu sana na yule ambaye matakwa yake yote sio kwa ajili ya mungu, bali mingine ni kwa mungu na mingine ni kwa dunia. Hivyo kama mnaichanganya dunia hata sawa na chembe katika shabaha zenu, baadha zenu zote ni bure kabisa. Lakini kama mtaziua tamaa za nafsi, hapo mtadhihiri ndani ya mungu na mungu atakuwa pamoja nanyi. Itabarikiwa ile nyumba mtakamuishi, na kuta zile zilizo za nyumba zenu zitashukiwa rehema ya mungu, na utabarikiwa mji mnaomuishi mtu wa aina hii. Kama uhai wenu na kifo chenu na kila mwendo wenu na upole wenu na harara yenu itakuwa kwa ajili ya mungu, na wakati wa kila uchungu na msiba hamtamjaribu mwenyezi mungu, wala hamtavunja uhusiano wenu naye, bali mtakanyaga mbele hatua. Hapo nawaambieni kweli kweli ya kwamba mtakuwa kaumu maalum ya mungu. Nyinyi pia ni wanadamu kama mimi ni mwanadamu, na mungu wangu ndiye mungu wenu. Basi msipoteze bure vipawa vyenu vitukufu. Kama mkielekea kwa mungu kikamilifu, sikilizeni na waambieni sawa na matakwa ya mwenyezi mungu kwamba mtakuwa kaumu teule ya mungu. Tieni mioyoni mwenu adhma ya mwenyezi mungu, na kirini umoja wa mungu, si kwa ulimi pekee bali kwa kitendo, ili mungu awadhirishieni kwa kitendo upole wake na hisani yake. Epukaneni na inadhi na watendeni wanadamu kwa huruma ya kweli. Shikeni kila njia ya wema, hamjui mtakubaliwa kutoka katika njia gani. Mpate habari njema ya kwamba uwanja wa kumkaribia mwenyezi mungu wazi. Kila kaumu inashughulikia kuipenda dunia isilizingatie analoliridhia mungu. Wale wapendao kuingilia mlango huu kwa nguvu zao zote wanayo fursa ya kuonyesha vipawa vyao na kupata zawadi maalum kutoka kwa mwenyezi mungu. Msidhani kwamba mungu atawapoteze ni bure. Ni begu iliyopandwa ardhini kwa mkono wa mungu. Begu hii itaota na kukua, yatakuwa matawi yake kutoka kila upande, na hatimaye itakuwa mti mkubwa. Basi amebarikiwa yule aiminie habari hii, wala asitishike na majaribio yajayo kati, kwani majaribio hayana budi kuja ili mungu awajaribu kwamba nani ndiye mkweli katika madai yake na yabaita nani ni mwongo. Mungu akasema, akiniambia kwamba nipashe habari jumuiya yangu ya kuwa wale walioamini na imani yao haikuchanganyikana na tamaa za dunia, wala imani yao haikuchafuliwa na unafiki wala uoga, na imani hiyo haikukosa daraja lolote la utii. Hao ndio watu anaoridhia mungu. Na mungu akasema, ndio hao ambao hatua yao ndio hatua ya kweli. Mwenyezi mungu amjalie kila mwanajumuiya kwamba Sayyidina Alayhi salatu wasallam aliyotegemea kuhusu jumuiya yake, kila mwanajumuiya aweze kuitimiza ile, na kila mwanajumuiya awe na utii wa hali ya juu katika jumuiya na aonyeshe mfano mwema wa utii, na kila mwanajumuiya aweze kupata
hali nzuri ya hali yake ili kila mmoja aendelee kupata baraka kutoka katika neema hii ya uhalifa. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.